أجمعين أما بعد. Ndugu zangu wana wa wilaya hii ya Kilombero, kata hii ya Igima na Mbingu, meza kuu, kila mmoja kwa nafasi yake, bila ya kuwasahau ndugu zetu jeshi la polisi la wilaya hii ya Kilombero ambao wako vizuri kweli kweli, waumini, wananchi kwa ujumla. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa kweli nina furaha isiyokuwa na kifani, furaha bila ya kiasi wala basi. Kwa mara ya kwanza mimi kufika katika kata hizi Igima na Mbingu. Wakati nakuja nilithubutu kuambia niliokuwa nao kwenye gari, kumbe mkoa wa Morogoro ni mkubwa kweli kweli. Nikaongeza nikasema Tanzania nzima hakuna pahala pana Mbingu isipokuwa Morogoro tu. Tena nikaambiwa hii Mbingu ambayo unakwenda leo ni Mbingu ya kwanza, alafu na Mbingu ya pili ipo pahala panaitwa Tandale. Mko vizuri? Nashukuru mimi shekhe wa Dar es Salaam, jiji la gharama, leo kufika mbinguni. Ndugu zangu, ujue wetu unahusu mashindano ya Qur'ani tukufu yatakayofanyika kesho. Huu ni msimu wa 3. Mashindano ambayo yakijulisha jambo yanajulisha juu ya uzuri wa Tanzania, nchi pekee iliyobarikiwa duniani, nchi ambayo watu wake wana umoja na mshikamano. Mashindano haya ya Qur'ani yanaandaliwa na kitengo cha polisi jamii chini ya jeshi letu la polisi. Malengo makuu ya kuandaa haya mashindano, kwanza kuwaweka wananchi, jamii na jeshi lao kwa ukaribu, wapate kusaidiana katika kuhakikisha umoja, upendo, mshikamano wa kitaifa, lakini pia kulinda amani na usalama wa nchi. Mimi nikiri kama mwandaaji wa mashindano ya Qur'ani makubwa yanayofanyika katika uwanja wa Mkapa, sijawahi ona mashindano ya Qur'ani kama haya yanayofanyika katika maeneo haya Igima na Mbingu hapa Kilombero, Morogoro. Nilipokuwa nikiwaambia watu mbalimbali wanaonitafuta kwa simu, uko wapi, upati wakati mwingine network so nzuri, nawaambia niko sehemu fulani, nimekuja kuwaunga mkono wananchi wa Igima na Mbingu. Wana nini? Wana mashindano ya Qur'ani. Mashindano hayo nawaambia, cha kushangaza, mwenyekiti wa haya mashindano anaitwa Afande Patrick. Watu wanashangaa. Kitu kama hichi huwezi kukipata ila Tanzania peke yake. Mungu aendelee kuibariki Tanzania na Watanzania kwa ujumla. Tumekutana leo hapa mimi na nyinyi ili kuwathibitishia nipo na kesho nitakuwepo insha Allah kama mgeni rasmi katika haya mashindano, ili nyinyi ambao hamuamini
Sasa muamini na kesho muje kwa wingi, kwa pamoja tufuatilie huo mtinange, nani na nani wataibuka kuwa ni washindi katika mashindano ya kesho. Na kesho Allah akipenda tutakuja kuambiana mengi, ila leo niwaambie jambo moja. Maisha ya dunia ni maisha ya kupita, na sote tuko duniani kama wageni, na Mungu wetu, muumba wetu na mlezi wetu, kuna maisha mengine katuwekea huko kwake, na huko kwake katuambia makundi yatakuwa ni mawili, kundi la watu watakaoingia motoni na kundi la watu watakaoingia peponi. Na katika mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatuambia ya kuwa, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatuambia ya kuwa nyumba za peponi zimegawanyika katika maeneo makuu matatu, katika daraja kuu tatu, katika levo kuu tatu. Sasa nawataka leo muchague nyinyi wenyewe nyumba mojawapo katika nyumba tatu zilizopo peponi. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatuambia, ana zaimu baitin fi rabadil janna, mimi Mtume Muhammad ni mdhamini wa nyumba iliyopo mwanzoni mwa pepo. Ninadhamini, ninataka niwape garanti, nataka niwape uhakika, ninatoa dhamana ya nyumba iliyopo mwanzoni mwa pepo. Nyumba hiyo ninamdhamini liman taraka almiraa wa in kana muhiqqa. Nyumba hiyo ninamdhamini yule atakayeacha mijadala na mabishano yasiyokuwa na tija, hata kama kweli anastahiki kubishana. Ukitaka Mola akujalie nyumba iliyopo mwanzoni mwa pepo, Bwana Mtume anakwambia jipambe na tabia ya upole, tabia ya kutopenda kubishana hovyo, kwa sababu mara nyingi mabishano hayajengi. Mara nyingi mabishano yanaleta uhasama na uadui baina ya wanajamii, na nyinyi ni mashahidi. Watu wanapokutana vijiweni, katika vijiwe vya kahawa, alkasusi, vijiwe vya tangawizi, wakianza kubishana pale, ama kuhusu mpira au kuhusu chochote kile, watu watabishana mpaka wengine watagombana na kupigana. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam amekuja kutimiza tabia njema na maadili mema. Anatuambia, bu'ithtu liutammima makarima al-akhlaq, nimetumwa mimi Muhammad kuja kutimiza tabia njema na maadili mema. Na ndio maana akatuambia, mwenye kuacha mabishano, mijadala, mivutano,
basi huyo ninamdhamini nyumba iliyopo mwanzoni kabisa mwa pepo. Kisha akatwambia, wa ana zaimu baitin fi wasati aljanna, na ninaendelea kudhamini nyumba iliyopo katikati ya pepo. Ndugu zangu, mpo pamoja na mimi? Mtume wetu ametudhamini nyumba ya kwanza iko wapi? Nyumba ya kwanza iko wapi? Mwanzoni mwa pepo. Nyumba hiyo kasema anamdhamini na kumwahidi na kumhakikishia mtu gani? Yule mtu atakayeacha mabishano, mijadala. Si kila wakati we useme tu. Ukienda kijiweni kunywa kahawa na kashata, ondoka zako. Kina mama mkikutana kwenye shughuli, hakuna haja ya mipasho, sio lazima kuongea. Fanyeni kazi kisha muendelee na majukumu yenu. Kwa nyumba ya kwanza iko mwanzoni mwa pepo. Nyumba hiyo anasema ninamdhamini yeyote atakayeacha mabishano, hata kama ana haki ya kubishana. Kisha akaja kwenye nyumba ya pili, akasema ninawadhamini tena nyumba ya pili iliyopo katikati ya pepo. Sasa nawauliza kina mama, hebu chagueni katika hizi nyumba mbili. Mnataka nyumba ya kwanza iliyopo mwanzoni mwa pepo, au mnataka nyumba ya pili iliyopo katikati ya pepo? Semeni kwa sauti niwasikie, msiogope. Wanaosema nyumba iliyopo mwanzoni mwa pepo, mkono juu. Waliosema tunataka mwanzoni mwa pepo, mkono juu tuwaone tena. Haya, shusha. Waliosema mimi nataka nyumba iliyopo katikati ya pepo, mkono juu. Mbona mueleweki sasa? Kina baba, nani anataka nyumba iliyopo mwanzoni mwa pepo? Mkono juu. Kina baba, yaani ukitia mguu wako tu mwanzoni mwa pepo, wewe ndo unapatikana pale. Wachache. Haya, nani anataka nyumba iliyopo katikati ya pepo? Kina baba. Bora nyie mjielewi, mnataka nyumba zipi? Au mnataka kuishi hapa mbingu nyie? Nauliza kwa mara ya mwisho, ukiambiwa chagua nyumba mojawapo, ile nyumba inayopatikana mwanzoni mwa pepo au nyumba inayopatikana katikati ya pepo? Wanaosema mwanzoni mwa pepo, mkono juu. Kina baba tu. Mwanzoni mwa pepo, mashallah, tumeona baadhi. Wanaosema hapana, mimi nataka katikati ya pepo. Kina baba wachache pia. Kina mama na nyinyi wanaotaka mwanzoni mwa pepo, zote mbili nifafanue. Mwanzoni na raha gani na katikati? Kina mama wanasema sisi bwana tunataka tupate kuyajua vizuri, kwanza tupe masharti yake kwanza. Bwana Mtume anasema anayetaka nyumba ya kwanza iliyopo mwanzoni mwa pepo, basi anihakikishie aache kubishana, asibishane katika kila jambo, achunge mdomo wake, achunge ulimi wake. Kisha akasema ninadhamini nyumba ya pili iliyopo katikati ya pepo. Nyumba hiyo ninamdhamini yule atakayeacha kusema uongo hata kama anafanya matani. Kina mama, ukitaka nyumba ya kwanza, chunga mdomo wako, usipende kubishana, uache uombea. Na kina baba pia, ukitaka nyumba ya pili iliyopo katikati ya pepo, hakikisha wewe sio muongo, hausemi uongo. Akina mama mnasemaje? Nyumba gani mnaitaka? Ya mwanzoni ya kuacha mabishano, au ya pili ya katikati ya kuacha kusema uongo?
Zote mbili. Kina mama wako vizuri, wanasema tunataka nyumba zote mbili. Sasa ukitaka nyumba ya kwanza, jitahidi uchunge mdomo wako, ulimi wako, usipende kubishana hovyo, kwa sababu kubishana kwingi hakuna tija ndani yake, pataleta uadui na uhasama baina ya watu. Kisha ukitaka nyumba ya pili iliyopo katikati ya pepo, hakikisha unajipamba na ukweli na jiepushe kusema uongo. Kuna watu maisha yao ni uongo, ukweli wake ni za saizi peke yake, au za jioni, au za asubuhi. Akikwambia asalamu alaykum, ujue hilo neno la kweli, linalofuata lote ni kamba tupu. Ya kusema uongo ni katika madhambi makubwa, na Mungu hataki tuwe waongo. Qur'ani tukufu inatuambia, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin, enyi mlioamini, mwogopeni Mola, mcheni Mola na kuweni pamoja na wasema kweli. Sasa tunakwenda kwenye nyumba ya tatu. Bwana Mtume anasema, wa ana zaimu baitin fi a'la aljanna, na mie Muhammad ninaendelea kudhamini nyumba iliyopo daraja la kwanza kabisa la pepo, first class. Unanielewa jamani? Kasema nyumba ya kwanza inapatikana wapi kina baba? Kina baba, nyumba ya kwanza mwanzoni mwa pepo, nyumba ya pili katikati ya pepo, nyumba ya tatu daraja la kwanza la pepo. Kwa hiyo daraja ziko tatu kule peponi, na nyumba zipo katika daraja kuu tatu. Ama uishi nyumba inayopatikana mwanzoni mwa pepo, au uishi katika nyumba inayopatikana katikati ya pepo, au uishi katika nyumba inayopatikana daraja la juu kabisa la pepo, pamoja na mitume na manabii wa Allah wa Mungu. Naanza na kina baba. Katika hizi nyumba tatu nataka ipi? Kina baba, nani anataka nyumba ya kwanza inayopatikana mwanzoni mwa pepo? Ola, mtu mmoja tu, wawili. Nani anataka nyumba ya katikati inayopatikana katikati ya pepo? Wameongezeka kidogo. Nani anataka daraja la juu la pepo, akae na manabii na mitume? Baba anapenda raha hawa wote, wamesema wanataka daraja la juu. Narudi kwa kina mama. Kina mama, nani anataka nyumba ya kwanza inayopatikana mwanzoni mwa pepo? Kimya, mmoja tu. Nani anayetaka nyumba inayopatikana katikati ya pepo? Kina mama, kimya. Nani anayetaka nyumba inayopatikana daraja la juu kabisa la pepo? Watu wa Ijima na Mbingu, mnajua kuchagua. Sasa sikilizeni maajabu ya mtume wetu. Kina mama, mtume wetu anasema anakudhamini nyumba inayopatikana mwanzoni mwa pepo ikiwa utaacha tabia gani? Mabishano, ama sio? Kina baba, mtume wetu anasemaje? Ukitaka nyumba iliyopo katikati ya pepo, ili akudhamini, akuahidi nyumba hiyo, uache tabia gani? Kusema uongo, ama sio? Kina mama, narudi kwenu tena. Ukitaka nyumba ya daraja la kwanza, first class, daraja la kwanza, utakaa na manabii na mitume kwa raha zako. Mtume anasemaje? Anasema, ninawadhamini nyumba iliyopo daraja la kwanza kabisa la pepo. Nyumba hiyo namdhamini nani? Liman hasuna khuluquhu, yule atakayekuwa na tabia njema na maadili mema.
Hebu angalieni maadili mema na tabia njema. Mtume wetu amejalia atakayejipamba kwa tabia njema na maadili mema, nyumba yake itakuwa nyumba gani? Kina mama niambieni, iliyopo mwanzoni, iliyopo mwanzoni, iliyopo katikati ya pepo. Nyumba gani? Nyumba iliyopo daraja la kwanza la pepo. Hii maana yake, nilipokuulizeni kina baba mkasema duniani bwana tumepata shida nyingi sana, kama peponi bwana tukatese huko, na kutesa ni kwa zamu, ama sio? Mkasema bwana nyumba ya kwanza iliyopo mwanzoni mwa pepo hatutaki, iliyopo katikati ya pepo hatutaki, sisi watu wa raha tunataka daraja la kwanza. Si ndio wakina baba mlivyochagua? Hata kina mama si ndivyo mlivyochagua daraja la kwanza? Hasa Mtume wetu anasema ili upate nyumba ya daraja la kwanza sharti ujipambe kwa tabia njema na maadili mema. Zama tulizo nazo ndugu zangu ni zama ngumu, pana mmomonyoko mkubwa wa maadili. Zama tulizo nazo wadogo hawana heshima kwa wakubwa, na wakubwa hawana huruma kwa wadogo. Mtume wetu anatuambia laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana, hayuko pamoja nami mdogo asiyemheshimu mkubwa, na mkubwa asiyemhurumia mdogo. Leo zile adabu zetu zile za Kiafrika na za Kitanzania, silka zile, tamaduni zetu zile ambazo zilikuwa ni njema, mtu akimwona mtu mzima atamwamkia, kama ana mzigo atamsaidia kumbebea. Mambo haya yanatoweka kidogo kidogo, maadili yanatoweka kidogo kidogo. Ili kujua umuhimu wa maadili, Mtume wetu anatuambia anayetaka nyumba ya daraja la kwanza huko peponi ahakikisha anajipamba kwa tabia njema na maadili mema. Ukienda katika vitabu vyetu vya Kiislamu vinasema tabia njema ni mambo makuu matatu. Nataka niishie hapa ili nitoe chemsha bongo hapa, na atakaipatia atapata zawadi. Tuko sawa? Tuko pamoja? Tufanye chemsha bongo, tusifanye? Sasa ili ujue umuhimu wa tabia njema na maadili mema, Mtume wetu anatuambia atakayejipamba na tabia njema na maadili mema hapa duniani, siku ya mwisho ataingia pepo ya daraja la kwanza, VIP. Sasa tabia njema ni nini? Kwa mujibu wa dini yetu, vitabu vinasema tabia njema ni mambo makuu matatu. Jambo la kwanza, kuwa na uso wa bashasha, usiwe na uso wa kikauzu. Tumeelewana jamani? Unaweza kukutana kijana mdogo handsome, miaka 20 na kitu tu, anakunja sura, shekhe, sura imekuwa kama limao au fenesi, mpaka uzuri unamtoweka. Maisha hayastahiki haya we kukunja uso na kununa muda wote. Furahi muda huu mdogo ambao Mola wako amekuandikia, utende matendo yaliyo mema ili uende ukafaidi pepo. Kwa tabia njema, sharti lake la kwanza au wasifu wa kwanza, uwe na uso wa bashasha. Sawa? Jambo la pili, ufanye mema na kusaidia jamii yako. Anayesaidia jamii, huyo anaitwa ni mtu mwema mwenye maadili mema na tabia njema. Badhlul ma'ruf, ufanye mema. Hilo ni jambo la pili. Jambo la tatu, wakaful adha, jizuie usije ukamudhi, ukamkera, ukamdhuru mtu.
Na wauliza wanaume, Mtume wetu amesema, wanawachuoni wamesema tabia njema ni mambo makuu matatu. Nikumbusheni jambo la kwanza, kuwa na uso wa bashasha, Jambo la pili, kujitoa na kufanya mema kwa watu, sawa. Jambo la tatu, kujizuia mikono yako, ulimi wako usije ukamkera mtu, ukamudhi mtu au ukamdhuru mtu. Ni mambo haya matatu Kiislamu anahesabiwa ni mtu mwenye tabia njema na maadili yaliyo mema. Mwisho kabisa, wazazi, ni kuombeni kwa heshima na taadhima, kuweni karibu na watoto wenu. Zama tulizo nazo zimebadilika, dunia imekuwa ni kiganja, maadili yamemomonyoka sana. Tukiwa na vijana, watoto wenye tabia njema, hata serikali yetu tunaipunguzia majukumu, kwa sababu mtu mwenye tabia njema na maadili mema, kama tulivyotangulia kusema, ni vigumu amdhuru mtu, amudhi mtu, amkosee mtu, na siku zote ni mtu kujitoa kwa ajili ya watu. Kuweni karibu na watoto wenu. Ili wazazi, nikuulizeni, kuhangaika kote, baba unaenda kazini, mama si unaenda kazini, si baba unaenda kulima, mama unaenda kulima, kuhangaika kote, mnahangaikia nini nyinyi? Si watoto wapate kula, si wapate kuishi? Sasa wakati mnawatafutia kula, mujue kuna jambo kubwa kuliko kula, maadili mema na tabia njema. Na Mtume wetu anasema, mzazi leo akifa, matendo yake yatakuwa yameishia pale pale na akaunti yake ya thawabu itakuwa imefungwa. Ili akaunti yako ya thawabu isifungwe, uendelee kupata thawabu hata baada ya kufariki kwako, hakikisha angalau una moja kati ya matatu. Jambo la kwanza, uwe duniani uliwahi kutoa sadaka endelevu. Ulipanda miti, ulichimba visima kusaidia wananchi, umejenga mjengo, zahanati nasaidia watu, au jengo la mayatima au la wajane, chochote chenye manufaa kwa jamii. Jengo lile mpaka linaanguka, linateketea, wewe unaendelea kupata thawabu kaburini mwako. Jambo la pili, au umesaidia elimu yenye manufaa. Jambo la tatu, au uwe umemwacha mtoto mwema atakaye kuombea. Nataka nikuulizeni wanajamii wa Igima na Mbingu, na nataka jeshi letu la polisi liwe shahidi. Ni mzazi gani anatamani leo akiondoka duniani akarudi kwa Mungu aache watoto wema watakaomwombea kwa Mungu? Wangapi wanatamani? Kina mama wanatamani, kina baba wanatamani, si ndio jamani? Sasa ili mtoto wako aje akufai hapa duniani, na hata ukisha kufa atakufaa, atakuombea dua, atakuombea msamaha, atakutolea sadaka, ataendeleza mema na mazuri yako. Hakikisha uwe umemjenga, uwe umemlea vizuri. Zama tulizo nazo, watoto wengi na vijana wengi wanajifanya wamedata na wanajizima data. Nanielewa ndugu zangu? Zama tulizo nazo, watoto wengi na vijana wengi wanajifanya wamedata na wanajizima data. Angalieni leo watoto wa kiume. Mtoto wa kiume, Mungu amekuumba kuwa ni dume la mbegu, unatoboa sikio. Unataka nini? Kuposwa? Wewe si mwanaume? Hereni za wanawake baba, ya nini hereni? Au sikizi bwana, vijana wa kiume wengi wamedata na wao na wanajizima data. Ananunua jinzi lake zuri tu, alafu analiachia lina henge, lina bembea, wenyewe wanaita kaka kei, hana mkanda eti.
kijana mwema aliyelelewa vizuri na wazee wake hawezi kuvaa mavazi kama hayo, na mzazi hawezi kumruhusu mtoto atoke na vazi kama hilo. Mikanda imejaa bwana, staili gani sasa hii? Njoo kwa mabinti wa zama hizi na mavazi wanayovaa, baadhi yao, so wote. Naona watu wa Igima na Mbingu mko vizuri. Sasa hivi jamani, mabinti wengi mnawarusha roho vijana wa kiume mitaani kwa mavazi mnayoyavaa, na Mungu hataki mavazi kama hayo. Mtoto wa kike ni kujisitiri. Kwa nini unajionyesha kiasi hicho? Hapa leo ukiletewa chocolate moja ifungwe, nyingine iwe wazi, alafu uambe chagua moja wapo, utachagua chocolate iliyo funguliwa au ambayo iko kwenye pakiti yake? Sema kweli tu. Au mtu akuletee ndizi hapa, moja analimenya kabisa na nyingine analiacha, ndio chagua. Utachagua ndizi gani? Isiyo Kwa hiyo jaribuni kujipamba na tabia njema kama mtataka kweli nyumba za peponi. Nataka nimalize. Nyumba ya kwanza ya peponi inayopatikana mwanzoni mwa pepo. Ukiitaka, chunga ulimi wako, usipende kubishana, usipende kuchangia kila jambo, usipende ligi, usipende vurugu, usipende uhasama, usipende ngenga. Ukitaka nyumba ya pili iliyopo katikati ya pepo, jitahidi ujipambe na ukweli, usipende kusema uongo, kwa sababu uongo ni tabia mbaya. Na ukitaka nyumba ya tatu iliyopo mwanzoni, iliyopo daraja la juu kabisa la pepo, ukaishi na manabii, mitume wa Mungu huko kwa raha zako, maisha nambari 1 first class, hakikisha unakuwa una tabia njema na maadili yaliyo mema. Baada ya kusema hayo, niwashukuru ndugu zangu wana wa Igima pamoja na Mbingu kwa mkutano huu mkubwa kabisa ambao sikutegemea. Na shukuru jeshi la polisi. Kesho nitasema zaidi kuhusu jeshi letu la polisi wa wilaya hii Kilombero, kata hii ya Igima pamoja na Mbingu, kwa haya makubwa ambao wanafanya na namna wanavyochanganya na jamii na namna walivyosimama na jamii na namna wanavyoisaidia jamii. Nasema ya kuwa hili la kupongezwa na la kusemewa kila pahala. Na washukuru ndugu zangu wa BAKWATA wa wilaya hii. Shekhe wa wilaya alipata dharura, lakini kuna kaimu wake hapa, shekhe wa kata pia tunaye, bila kumsahau diwani wetu. Kaongea maneno mazuri kwamba hii ndio Tanzania bwana, hii ndio Tanzania. Muislamu na Mkristo wanakaa meza moja, wanakula sahani moja, wanakaa nyumba moja, wanashirikiana katika kujenga taifa. Hata mfanyeje, tutaendelea kuwa wamoja kwa maslahi ya nchi yetu, na wenye kisokoro kwinyo na wafe. Unajua maana kisokoro kwinyo? Kisokoro kwinyo, hebu sema. Kisokoro kwinyo maana yake roho ya korosho. Kuna watu hawataki tukae pamoja, raha yao tugombane, raha yao nchi tikisike, raha yao maendeleo ya suwe. Wanataka tugombane, wanataka hata sisi tukisimama tukihubiri tuhubiri uchochezi, uvunjifu wa amani, vurugu baina ya wanajamii. Tumeshawastukia siku nyingi sana. Kwa hiyo ninasema sisi ni wamoja, tuko pamoja, na ndio maana leo tuko na jeshi letu hapa, na haya mashindano ya kesho wametuandalia wao wakishirikiana na wana wa Igima pamoja na Mbingu. Baada ya kusema hayo, kama itawapendeza, naomba niulize maswali manne tu. Wanawake niulize maswali mawili, wanaume niulize maswali mawili juu ya yale niliyoyasema. Anayepatia anaondoka na mwekundu wa Msimbazi shilingi 10,000. Unasemaje? Takbir. Sasa narejesha maiki kwa MC atupe namna ya kuliendesha hili jambo. Fasta dakika 5 tu kuokoa muda. Asante sana. Asanteni kwa kunisikiliza ndugu zangu.